Tumewaita hapa kwa lengo la kutoa taarifa fupi kuhusiana na mashindano ya tuzo za umahiri zilizoandaliwa na ZBS. Kama mnavyofahamu kwamba Taasisi ya Viwango Zanzibar kikawaida ina utaratibu wa kuandaa tuzo za umahiri kwa wazalishaji na wafanya biashara pamoja na watoa huduma mbalimbali kwa lengo la kutaka kuibua ari ya uzalishaji wa bidhaa na huduma bora nchini zilizothibitishwa. Kutokana na hali hiyo, Taasisi ya Viwango Zanzibar inatoa wito kwa wafanyabiashara, makampuni, wajasiriamali wadogo na wakati na watu binafsi kushiriki katika mashindano ya tuzo za umahiri wa bidhaa kwa mwaka 2026. Lengo kuu la tuzo hizi ni kutambua pamoja na kuthamini mchango wa mashirika na taasisi mbalimbali pamoja na wazalishaji na wajasiriamali wanaochangia katika kuendeleza ubora katika sekta tofauti zilizopo hapa nchini, ambazo ni sekta za biashara, kuwa na mifumo mizuri ya vipimo na ubora, taratibu na michakato inayokubaliana na viwango vya ndani na vya kitaifa na kikanda, na kutumia maendeleo ya ubora kusaidia ukuaji wa uchumi wa kitaifa pamoja na wa kikanda. Kwa hiyo kwa mwaka huu tuzo hizi tumezigawa katika makundi makuu mawili, ambapo kundi la kwanza ni kwa wajasiriamali wadogo na wakati pamoja na wazalishaji wakubwa, yaani biashara zao ni za kati na zile kubwa. Kwa hiyo katika tuzo zetu hizi za umahiri za mwaka 2026 tutakuwa na makundi matano, ambapo katika makundi hayo matano washindani tumewagawa katika hizo kategori mbili nilizozitaja, ambayo ni MSE na LME au MLE. Kwa hiyo katika makundi yatakayoshindaniwa katika tuzo hizi ni kama ifuatavyo. Kundi la kwanza itakuwa ni kampuni bora ya mwaka, ambapo hapa napo makundi mawili yataingia, ambao ni MSE na MLE. Tuzo hii hutolewa kwa kampuni au shirika lililotekeleza kazi zake kwa ufanisi na kanuni zenye kuzingatia mahitaji ya ubora. Lakini kundi la pili ni bidhaa bora ya mwaka, na hii nayo tutaangalia katika maeneo mawili kwa MSE na MLE, ambayo tuzo hizi pamoja na cheti cha ithibati kwa mshiriki kitatolewa kwa bidhaa ambayo inaonyesha dhamira ya dhati kwenye ubora. Lakini na kundi la tatu ni mtoa huduma bora wa mwaka, ambayo hii tuna focus zaidi kwa kampuni binafsi, ambazo tutatoa tuzo pamoja na cheti cha ithibati kwa washiriki, nayo ni iko vile vile katika makundi mawili ambayo ni MSE pamoja na MLE. Na hii tuzo hii hutolewa kwa huduma inayotolewa ndani ya nchi inaonyesha dhamira ya uzalishaji wa ndani na wenye kuzingatia matakwa ya ubora. Lakini na kundi la nne ni msafirishaji bora wa mwaka wa bidhaa za jumla, ambapo au best exporter huyu tunamuita, nao tutaangalia katika makundi mawili ambayo ni MSE na MLE. Na hii tuzo hii hutolewa kwa kampuni inayoshughulika na kusafirisha bidhaa mbalimbali na mafanikiwa kupanua masoko kuzingatia matakwa ya ubora. Lakini kundi la tano na la mwisho, hii tunazingatia zaidi kwa mtu binafsi ambaye ametoa mchango wa kiasi kubwa katika masuala ya viwango, usimamizi ubora pamoja na vipimo. Kwa hiyo hii itakuwa na mtu binafsi, ambapo yeye tutampa tunzo kwa kuzingatia mchango wake aliyotoa katika maeneo hayo. Kwa hiyo mahitaji katika ushiriki huu ni lazima kwanza mshiriki yoyote aidha awe MSE au MLE ni lazima alinganishe mafanikio yake na vigezo kwa kila kipengele ambacho tumekitangaza hapo awali. Kwa hiyo atawasilisha pamoja na vielelezo husika kama ni ushahidi ili kusupport yale maombi yake, na pia atatuonesha ule athari ya ubora wa bidhaa yake au huduma anayoitoa kwa jamii, ambapo pengine ajira alizozalisha kwa watu au masoko aliyopata katika ile bidhaa husika. Masharti ya ushiriki katika tunzo hii, lazima kwa kampuni au taasisi inaweza kushiriki katika makundi zaidi ya mmoja. Kwa hiyo kama kuna mzalishaji anaona katika kategori tofauti anaweza kushiriki, fursa hiyo anayo kwa mujibu wa taratibu zetu. Maombi yatakayokubaliwa ni yale yaliyotumwa kwa anwani zilizotajwa, ambazo tutazitaja hapo mwisho, anwani ya kutuma maombi husika. Maombi yote yatabaki mali ya waandaaji wa mashindano, yani yatakuwa mali ya ZBS. Kwa hiyo na washiriki wote watakiwa kufuata vigezo na mahitaji yaliyoorodheshwa katika fomu maalum za ushiriki. Ushiriki unaruhusiwa kwa kampuni za usajili wa Zanzibar pekee, lakini maamuzi ambayo yatatolewa na majaji katika kuhakiki maombi hayo yatakuwa ni wa mwisho. Lakini mshiriki pia anatakiwa awe amerasimisha biashara yake, maana yake ana usajili wa BPRA,
ana usajili wa ulipa kodi, ana leseni za biashara za halmashauri. Lakini na mwisho ni tarehe ya kuwasilisha maombi haya. Mwisho tutapokea tarehe 6 Aprili saa 9:30. Maombi yatakayowasilisha baada ya muda huo hayatokubaliwa. Kwa faida ambazo washiriki watakazozipata katika mashindano haya, washindi watatangazwa kupitia vyombo vya habari pamoja na vyanzo vya habari vya ZBS. Lakini vile vile kama mnavyofahamu, tuna mashindano yale ya tuzo za ubora za kitaifa. Kwa hiyo washindi watakaopatikana hapa watapata fursa ya kushiriki katika tuzo za kitaifa ambazo baadaye wanapelekwa katika tuzo za kikanda na baadaye tuzo za kimataifa. Lakini vile vile watapewa tuzo ya umahiri kwa kutambuliwa mchango wao katika masuala ya ubora. Washiriki wadogo watengezwa katika orodha ya watakaopata alama ya ubora kupitia fursa ya ZEA. Kama mnavyofahamu kwamba tuna utaratibu wa kusaidia wajasiriamali kupitia utaratibu ule wa ZBS na ZEA. Kwa hiyo wajasiriamali ambao watafanikiwa kushiriki katika tuzo hizi tutaingiza katika utaratibu ule ili waweze kupata alama ya ubora. Lakini vile vile washiriki wote watapatiwa cheti cha ushiriki, na mshindi kwa kila kipengele atapata kiasi cha shilingi milioni 1 za Kitanzania. Kwa hiyo ushiriki wa hafla ya tuzo za umahiri, kamati ya tuzo za umahiri na haki ya kuondoa tuzo iwapo mshindi hatohudhuria. Hivyo washindi wenye udhuru wote wanatakiwa kutuma mwakilishi waandamizi kuhudhuria katika sherehe zetu ambazo tumezipanga kuzifanya tarehe 20 Mei mwaka 2026 katika ukumbi wa Golden Tulip ambapo tutafanya sherehe hiyo. Kwa hiyo anwani ya kuwasilisha maombi ni Taasisi ya Viwango Zanzibar, sanduku la posta 1136 iliyopo Maruhubi. Lakini vile vile tumemweka mtu wetu ambaye anasimamia zoezi hili ambaye ni Biriziki Salem Baruk, yuko hapa ZBS. Nambari yake ya simu ni 0779 606162 au 0623 931203. Lakini vile vile unaweza kutuma maombi haya kupitia barua pepe qualityawards@zbs.go.tz. Napenda pia kuchukua nafasi hii kuweza pia kuwatangazia wananchi pamoja na wazalishaji mbalimbali, mashirika, taasisi, wajasiriamali wadogo, wakubwa. Tuliulizwa swali hapa kwamba tunzo hii ni ya ngapi? Hii tunzo yetu kwa Kiingereza tunaita Excellence Award. Ni tunzo ya umahiri. Kwa Zanzibar na Taasisi ya Viwango ni tunzo ya mwanzo, yani ndio kwanza tumeanza kuweza kuifanya hili jambo letu la tunzo. Na kwa nini tukawa na tuzo hii? Kwa sababu tumekuwa katika tuzo zilizopita za kawaida ambazo za kitaifa na kimataifa, ushiriki watu walikuwa wanahamasika sana, lakini njia za kuweza kuingia na kuweza kuweza kupata ushindi au kuweza kufanya preparation ya ushindi zilikuwa ni ngumu kwa wao. Kwa hiyo tukaja na wazo la kuwa na tuzo hii ya kwetu ya umahiri ambayo itakuwa ni njia ya wao sasa kuweza kuwapa njia nzuri na kuwekea misingi ya kuweza kushiriki kwenye tunzo ambazo za kimataifa na kitaifa. Kama tunavyojua kwa Zanzibar tuliweza kupata mshindi mkubwa aliweza kushinda East Africa ambao tuzo zile za Tanzania, ambayo ile sio tuzo ambayo hizi za kwetu sisi. Kwa hiyo hii itakuwa ni kama chachu ya kuweza kuwahamasisha kuparticipate kwenye tuzo kubwa tulizokuwa nazo. Pia kulikuwa kuna swala hapa liliulizwa kwamba tunamtafutaje mshindi ama kwa njia zipi tutaweza kumpata mshindi. Njia tulizoweka, tuna kamati maalum ambayo tulioiandaa, ambayo kamati hiyo ni ya majaji ambao nao tunawaita ni excellency majaji. Hao majaji hao kuna vigezo tayari vimeshaandaliwa, ndivyo watakavyovisimamia kuweza kupata yule mshindi wetu wa kwanza na wa pili katika kategori zote ambazo tulizozitaja. Nachukua nafasi hii pia kuwahamasisha tuwe na ushiriki mkubwa sana, kwani kufanikisha tuzo hii ndio kuweza kufanikisha tuzo nyingine za kitaifa na kimataifa.